Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amemkosoa Rais William Ruto kwa kutangaza kuanzishwa kwa mradi wa kuchakacha mafuta eneo la Tanga, Tanzania bila ufahamu wa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Gachagua ambaye alizungumza wakati wa hafla ya uzinduzi wa ripoti ya soko la ajira nchini pia amewataka wafanyakazi nchini kubuni muungano mbadala kwa kuwa koti imeshindwa kutekeleza wajibu wake. Victor Kayanda na taarifa hii. Huku Rais William Ruto anapokamilisha ziara yake siku 2 nchini Tanzania, ambapo alitia saini mikataba kadhaa pamoja na kuhutubia bunge la kitaifa, sasa ziara hiyo imeanza kukosolewa na baadhi ya viongozi wa upinzani. Aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua akimkosoa kwa kutangaza kuanzishwa kwa kiwanda cha kuchakacha mafuta eneo la Tanga pasi na ufahamu wa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. William Ruto has launched fake projects here in Kenya. He keeps on announcing projects that do not exist. The man has become so bold that he is now announcing non-existent projects in a neighboring country. You know, it's so embarrassing to our country that a president from Kenya goes to Tanzania to announce that there will be a project in Tanga for oil refinery when the president of the country is not even aware of such a project. Na japo Rais Ruto alielezea kuwa mpango huo bado uko katika mazungumzo na alijafikia makubaliano, Gachagua amesema rais amekuwa na hulka ya kutangaza miradi hewa nchini, ila sasa amevuka mipaka na kutangaza katika mataifa ya kigeni. At least Mama Suluhu, she is a very bad dictator who has blood on her hands, and we are happy that the International Criminal Court is slowly cornering her. But at least, despite being a brutal dictator, she had the decency to say, no, this is too much of a lie. You know? She's a terrible dictator, but at least she has some kind of conscience that it is wrong for a country, for a president from a different country to come and announce a non-existent project. Wakati huo huo, Gachagua ambaye amezungumza katika hafla ya uzinduzi wa ripoti kuhusu soko la ajira na ustawi wa wafanyikazi mwaka wa 2026, amependekeza kubuniwa kwa muungano mbadala wa kuwatetea wafanyikazi nchini, akisema kiongozi wa KOTU Francis Atwoli ameshindwa kutekeleza majukumu yake. He has abandoned the workers. He is now the lead praise singer of the William Ruto praise and worship team. He is the lead soloist. He sings with both bass and soprano. Workers of Kenya, since you seem to be unable to remove this man, my proposal to Kenyan workers is about time we created another alternative organization to champion the rights of the Kenyan workers. Last year, they increased with 6%. This year, they have increased with 12% or 13%. But if for the last year has not been effected, then why give new promises? Effect the first ones first. We want the payslip to be on the ballot in 2027. Amewataka wafanyikazi nchini kuunga mkono muungano wa upinzani katika juhudi zake za kumbandua uongozini Rais Ruto ili wafanyikazi wapate afueni katika mishahara yao. Victor Kayanda, Undugu TV.